wokovu bila Bwana. Tunaelewana? Muhimu ili ulijue hakuna wokovu bila, na huyu Bwana anayemzungumza ni Mungu wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Hakuna wokovu mahali popote duniani bila Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tujue ni nani aliye chanzo cha wito wetu, ikiwa ni wito wa jumla wokovu, lakini ikiwa ni wito maalum, kwa sababu yeye ndo mhusika katika maeneo yote haya. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na siku zote tunawajibika, na siku moja tutatolea hesabu kwa Bwana wetu. Bwana aliyetupa wito sio mtu. Bwana asifiwe sana. Kwa lazima utambue Bwana aliyeniita ni wa mbinguni au ni wa duniani. Uliitika ikiwa kwa sababu umeagizwa tu na umepewa majukumu, au uliitika mbinguni? Na kama uliitika kwa Bwana wa mbinguni, manake unatambua siku moja nitawajibika, aidha kwa kutolea hesabu au nje na kutoa hesabu. Siku zote ninavyoendelea nitawajibika kwa Bwana wangu huyu wa mbinguni. Tunaelewana? Kwa lazima ujue Bwana wa wito wangu ni nani, mwenye neno la mwisho kwenye wito wangu ni nani. Bwana asifiwe sana. Ukishatambua na ukishalijibu hilo swali ukasema ni Baba wa mbinguni, basi kila unachokifanya utaitika na utakifanya ikiwa ni wajibu mbele ya Bwana wako ambaye ni Baba wa mbinguni. 2, wewe ni nani? Wewe ni nani? Bwana asifiwe sana. Ni swali la kujiuliza ikiwa umeitwa kwa wito maalum. Wewe ni nani? Jamani, Bwana asifiwe sana. Wewe ni nani? Nje na ile huduma ulioibeba au lile kusudi ulilolibeba, wewe ni nani hasa katika Kristo? Utambulisho wako ni muhimu sana. Bwana asifiwe sana. Wewe ni nani? Ni swali la kujiuliza wote. Wewe ni nani? Sasa mimi naomba nikupe tu majibu kadha wa kadha na vifungu, na nitakuwa na hamu. Wewe ni mwana wa Mungu. Yohana 1 mstari wa ngapi? 12. Lazima ujue pamoja na wito ulionao umeitwa, lakini wewe ni mwana wa Mungu. Kuna majira watu wanachanganya, wakiitwa ni kama wanatoka kwenye wana, ni kama hawezi kumtegemea Mungu, ni kama hawajamweka Mungu kuwa baba yao. Lazima ujue kuwa utambulisho wako uko pale pale, wewe ni mwana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. 2, wewe ni mlisi wa ufalme wa Mungu. Warumi 8:17. Wewe ni mlisi. Wewe ni mlisi, si kwa kazi zako tu unazozifanya, ila wewe ni mlisi kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Ni mlisi, ni mlisi katika ufalme wa Mungu. Ni mambo ya muhimu kuyajua. Watu hupambana, hufanya mambo mengi, wakati mwingine wanajisahau kuwa wao ni walisi, yaani wao ni walisi katika ufalme wa Mungu. Ikiwa wameitwa wana, ikiwa tu ameitwa mtoto wako, haijalishi kwa kazi zake na wajibu anaoufanya,
ila bado yeye ni mlisi. Ulimtuma alienda kisimani, akwenda majira ya kugawana, uwepo usiwepo, yeye ni mlisi. Bwana asifiwe sana. Ni vema sana kujua utambulisho kabla ya kazi ulio, kwa sababu watu hutafuta kazi ndiyo iwe utambulisho. Bwana asifiwe sana. Kwa mapambano makubwa yako kwenye kutafuta utambulisho. Anatafuta utambulisho kwenye kazi. Namba 3 au C, wewe ni hekalu la Mungu. Wakorintho wa kwanza 6:19. Wewe ni hekalu la Mungu. Wewe ni hekalu la nani? Ikiwa wewe umeitwa, moja ya jambo la muhimu kutambua wewe ni nani, lazima ujue mimi ni hekalu la Mungu. Na kama ni hekalu la Mungu, manake unajua maisha gani uyaishi, maisha gani uyaenende. Ikiwa ni chombo cha madhabahuni kwa Bwana, maisha gani utembee nayo. Ikiwa wewe ni hekalu la Mungu, Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Roho Mtakatifu anafanya makao. Na hii anavyosema dwelling, kwamba Roho Mtakatifu atakaa kwenu. Dwelling is a permanent settlement. Ni makao ya kudumu ya Roho Mtakatifu, sio ya muda mfupi. Bwana asifiwe sana. Kwa Roho Mtakatifu anakaa ndani. Sisi ni hekalu la Mungu. Wewe ni hekalu la Mungu. Haujaitwa tu kufanya kazi kwa namna yoyote. Ikiwa uko nje na neno, inaitwa hekalu la Mungu. Hekalu la Roho Mtakatifu ni takatifu. Na ikiwa utatambua, manake utabaki katika utakatifu. Utakaa kwenye utakatifu. Wewe ni nani? Wewe ni hekalu la Mungu. Mungu anakaa ndani yako. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine, wewe ni kiumbe kipya katika Kristo. Wakorintho wa pili 5:17. Bwana asifiwe sana. Wewe ni kiumbe kipya. Wewe ni kiumbe kipya katika Kristo. Ya kale yale haupaswi kuyaishi. Ikiwa umeitwa na Mungu katika wito wa kwanza, wa pili, wewe ni kiumbe kipya. You are born again Christian. Umezaliwa na upya, ambayo tunasema kwa Kiingereza regeneration. Bwana asifiwe sana. You are born again. Ulizaliwa lakini unazaliwa tena. You are born again Christian. Bwana asifiwe sana. Na maana ya kuzaliwa, manake umeumbiwa utu mpya ndani yako, tofauti na ule wa kale. Bwana asifiwe sana. Mambo ya muhimu sana kuyajua na kuelewa, kwa huo ndo utambulisho wako. Lakini ikiwa wewe ni hekalu la Mungu, lazima ujue kuwa wewe ni mtakatifu wa Mungu. Wewe ni mtu mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Na Mungu anajivunia, anasema watakatifu walioko duniani, hao ndio naopendezwa. Kwa wewe ni mtakatifu wa nani? Wa Mungu. Wa Filipi 1:1. Hakuna anayesema yuko katika wito ila hayuko kwenye kundi la watakatifu. Hayupo. Hakuna ambaye Mungu anamhesabu nimemuita na nina mtumishi wangu kule, hayuko kwenye kundi la watakatifu. Bwana asifiwe sana. Walioitwa, utambulisho wao mwingine ni watakatifu. Na ni memba wa ukuhani wa kifalme. Petro wa kwanza 2:9. Na mwisho utajiongezea na wewe zingine.
wewe ni mtumishi wa Kristo na mambo mengi. Mtumishi maana yake wewe uko kumtumikia Kristo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ni vema sana kutambua hayo. Utapata, na hapo ndo tunaipata tofauti kati ya Masa na nani? Maria. Wakati Masa anatafuta utambulisho na umaarufu kwa kupika madikodiko, kuna mtu mjanja kaenda miguuni kwa Yesu. Tunaelewana? Akarudi analalamika. Kwa nini? Anasema amechagua fungu jema. Bwana asifiwe sana. Pointi ya 3. Swali la muhimu, tumetoka kwenye wewe ni nani? Nani Barnaba wako kwenye utumishi wako? Nani Barnaba wako? Najua nizungumza sana habari za Paul. Nizungumza sana habari zake Paul. Na ndiye ambaye kwenye hili somo tumepita naye sana. Tumeenda naye kila sehemu. Sasa nani ni Barnaba wako? Andika tu utaelewa vizuri, mtumishi wa Bwana. Usikate tamaa mapema. Nani Barnaba wako kwenye utumishi, kwenye wito ulioitwa? Hilo ni swali la 3 na linahitaji majibu. Kwa kuwa hakuna wito usio na Barnaba. Bwana asifiwe sana. Ukirudi kwa habari ya Paul, mtume aliyeitwa na Bwana, ambaye tulizungumza kule Warumi 1:1, aliyetengwa, tulikuwa tunatoa maana ya wito. Aliyetengwa, nikazungumza kwa habari ya wanaziri, maana yake waliotengwa. Sasa huyu mtumishi wa Mungu aliyeitwa nani? Barnaba wake. Barnaba maana yake mtu anayekuongoza na anayekufundisha kwenye huo wito, aliyekuongoza na aliyekufundisha huo. Mungu huandaa Barnaba wa wito. Bwana asifiwe sana.